Sheikh Ali Khamis Nyaruko, mwakilishi wa Mufti wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, katibu mtendaji ofisi ya Mufti wa Zanzibar, mwenyekiti wa taasisi ya Khidmatul Quran Islamic Foundation, mashekhe, walimu, majaji na washiriki wa mashindano haya, ndugu wanahabari, waumini mliohudhuria mashindano haya, mabwana na mabibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia neema ya uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo katika hafla hii tukufu ya fainali ya mashindano ya kimataifa ya Qur'an tukufu kwa njia ya tajwid yanayosimamiwa na taasisi ya Khidmatul Quran Islamic Foundation. Napata faraja kubwa kuona jitihada hizi za kuisimamia Qur'an, kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu, na kuipa umuhimu wa kipekee kwa jamii na vijana wetu. Hakika hili ni jambo adhimu linalopaswa kuungwa mkono na Waislamu wote. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya Khidmatul Quran Tanzania kwa kunipa heshima hii adhimu ya kuwa mgeni rasmi katika mashindano haya ya kimataifa ya Qur'ani tukufu kwa njia ya tajwid. Na washukuru sana waandaaji kwa heshima kubwa mlionipa. Ndugu Waislamu, nachukua nafasi hii kuipongeza sana taasisi ya Khidmatul Quran Tanzania kwa kazi nzuri wanazofanya, ikiwemo ya kuandaa mashindano haya makubwa ya kimataifa. Mashindano haya ya kimataifa yanafuatiliwa na watu wengi ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania. Sote tunathamini na kupongeza kazi kubwa ambayo imefanywa mpaka kuweza kuandaa vijana wetu hawa wakaweza kufanya makubwa tuliyoyashuhudia kwa kuisoma Qur'ani kwa weledi na umahiri mkubwa. Na wapongeza kwa dhati vijana wetu waliotuonyesha umahiri na vipaji vyao walivyopewa na Mwenyezi Mungu kwa jinsi walivyoisoma vizuri Qur'ani tukufu. Binafsi nimefarijika sana kwa namna vijana wetu hawa walivyoonyesha umahiri wao. Naomba Mwenyezi Mungu mtukufu awabariki katika maisha yao yote ya duniani na akhera, na wajalie wawe miongoni mwa vijana wa kupigiwa mfano kwa mwendo wao huu mwema wa kuisoma Qur'an. Ndugu Waislamu, ni dhahiri kuwa umahiri huu ulioonyeshwa na washiriki katika mashindano haya ni mazao ya juhudi za makusudi za walimu waliobebea katika fani hii ya tajwid. Hivyo basi nichukue nafasi hii kuwapongeza sana walimu nyote mnaosimamia kazi hii. Ombi langu kwenu ni kuwa fani hii ni vyema tukaifikisha na kuisambaza ipasavyo katika wilaya na mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Lengo ni kutoa fursa pana zaidi ya kuibua vipaji miongoni mwa vijana wetu wenye uwezo wa kusoma Qur'an kwa tajwid. Naamini kuwa nanyi mtakubaliana nami kwa walimu wetu hawa wanaoitumikia fani hii ya tajwid wamefanya kazi kubwa sana mpaka leo tunajivunia kuwa na vijana waliobobea katika fani hii hapa Tanzania. Kazi kubwa inayofanyika inawawezesha vijana wetu kushiriki katika mashindano kama haya ndani na nje ya Tanzania na kuibuka na ushindi mkubwa kama tulivyosikia hapa. Kwa hakika hii ni baraka kubwa katika nchi yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajazie nuru na rehma washiriki wetu na walimu wao katika maisha yao kwa utukufu wa kazi hii wanayoifanya. Ndugu Waislamu, tunapaswa kufahamu kuwa vijana wetu ndio nguvu yetu katika taifa letu na ndiyo rasilimali pekee ya kujenga jamii bora yenye maadili na tabia njema. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuiomba taasisi hii na jumuiya nyingine kama hizi kuzidisha juhudi zao katika kuwalea vijana wetu na kuwaongoza kwenye maadili na tabia njema kwa kuwaendeleza katika kuipenda Qur'ani na kuwapa mbinu za elimu ya stadi za maisha.
kwa sababu jukumu la kusimamia maadili na ustawi wa vijana wetu sio la serikali peke yake, bali ni la kila mmoja wetu. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuwaomba tushirikiane kwa pamoja katika kuchunga na kulinda maadili na ustawi wa maisha ya vijana wetu ili wawe raia wema na wenye hofu.